watu wasiujue ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi. Na ndio maana nimetaja viongozi wakubwa wa kiimani, kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo. Wale ndio viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha. Na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombee. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kusikia ngoma yako. Kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unanielewa? Na amefurahia kila ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati tunataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Nakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Nilifanya kazi serikalini, fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch, sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha, usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilipoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndo naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeshakamilika kwenye kila kitu. Na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA, kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Mniombee, sababu nilishauliza na nikaambia utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down. Na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka, ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, na natamani kufahamu kitu kimoja kutoka kwako. Swali la mwisho samani, lakini Oscar umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? Kazi ya muziki ni ile. Ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya, kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji, sifanyi sanaa, na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana. Kwa hiyo ni hayo tu. Oscar, uone kama umechelewa sana, labda muda wote ulikuwa wapi kuanza kufanya muziki mpaka sasa hizi? Sema utaweza kweli nguvu ya vijana ambao wapo kwenye soko sasa kushindana nao? Hakuna kuchelewa kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapush na ukaenda juu zaidi, usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio. Tena hapa palipo ndio pazuri, kwa sababu miaka 10 ya kwanza ya Bongo Flava na I think even 5 iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza,
kaka zetu na dada zetu wengi walifanya hii sanaa ni kuseti tu platforms, unanielewa. Miaka 5 ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao waliset foundation kwenye Bongo Flava tayari wengi hawako kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliset na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flava ambaye nimekuja. Kwa hiyo nadhani ni good timing, kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yaani hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flava leo ili kesho nipate ugali. No. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi 10 kwenye huu muziki, lakini najua hapa nilipo ndio the right time, kwa sababu huu ndio muda ambao muziki wetu una pesa nyingi sana. So nimekuja kuchukua pesa zangu. Uniombee ni bonge moja la ngoma, na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati wanaiplay hiyo ngoma. Natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana, na kwa nini unakuwa huo? Mimi issue yangu kubwa sana ilikuwa kwenye chorus. Namna ya kuwa integrate wale viongozi wa dini kwa ukubwa wao na madhambi ambayo yanazungumzwa ndani ya ngoma yenyewe. So kwa maoni yangu mstari mkubwa zaidi, sitaki kutaja kama mstari, lakini ni chorus. Yani chorus kwangu ndio kitu bora zaidi kwenye hii ngoma kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu huku ndiko watu tunapaswa kwenda kuombewa. Huku ndiko ambako yanapatikana matumaini mapya, na huku ndiko ambako watu ambao wameanguka dhambini huwa wanainuliwa na kuwa watu wapya. Watu wengi wana connect dot, kwa maana pale unapokuona na Lady JD Jide wanaambatanisha. Wengine wanasema Oscar yuko kwenye huba zito na Mama Samford Commando, mmoja kati ya wanamuziki ambao wamechonga barabara, na zamani alikuwa akirap, sasa hivi anaimba. Kwenye hii ngoma kahusika kwa namna moja au nyingine, na ni kweli kwamba mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi? Kwanza niliweke hili very clear. Ukisema JD ana mdate Oscar ni kumkosea adabu kwanza Lady JD, lakini pia ni kumkosea adabu Oscar. Lady JD ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye hayafahamu. Unaelewa vizuri ninachosema? Sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano halafu Lady JD sijamwambia, Lady JD sijamshirikisha. Kwa hiyo hebu msimkosee dada. Mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa.